Pokea kwa imani. Nilipata safari ya kwenda Arusha, lakini nikapata neema kupitia mchungaji Mbogoti ambaye yuko Mto wa Mbu. Kwa hiyo tukaenda na mzee wa kanisa Devi. Yesu asifiwe. Nafikiri ni muita wasalimu, maana yeye ni mwandishi wa habari. Tulipofika pale kwa katibu wetu mkuu, ile mandhari ilivyokuwa, niliona ana simu, anasema hapa tuko kwa katibu mkuu na hii ndio jiografia ya kanisani, lakini hii ndio sebule yake. Unaona jinsi ambavyo imependeza. Kwa hiyo ana mambo mengi sana hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jamani, tumeuona mwaka, si ndio? Mzee wa kanisa aliyetangulia kusema amesema sasa hivi tunatakiwa tuendelee tu kusherehekea japo dakika hazijafika, lakini tunaamini hizo chache hizo lazima tuzipige. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu, tulipata safari ya kwenda, baba askofu alipata safari ya kwenda Arusha, na mimi kupitia yeye nikapata nafasi hiyo. Tukaenda katika mkutano ule tuliokwenda, ambao tuliona neema kubwa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikajua kwamba kumbe pia baba yetu Askofu Lazaro Ndichaye katika taifa hili ni mtu wa muhimu. Tulikwenda kukutana na watu waliotokea nje ya nchi, lakini na wachungaji waliochaguliwa kutoka kwenye taifa hili katika mikoa yote hii ya Tanzania. Kwa hiyo Mwanza alikuwepo tu baba Askofu Lazaro Ndichaye peke yake. Sasa kwa wale watu wangekuwa kule duniani wangesema mimi nilikuwa chawa wake, lakini kwa watu wa Mungu tunasema mimi nilikuwa mkono wa kulia wa baba yangu. Kwa hiyo alipokuwa akipiga hatua na mimi nakuwepo hapo. Wanasema na wewe umealikwa? Na ndio, na mimi nimealikwa. Asante. Karibu mtumishi. Mchungaji wa wapi? Hayo tutaelezana baadaye. Yesu. Haleluya. Lakini tulitoka hapo pia tukapata nafasi ya kwenda kwa katibu mkuu wa taifa katika kanisa letu la EAGT. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli yule mtu Mungu amembariki sana. Kanisani kwake ni pazuri, mandhari yake ni nzuri. Nilikuwa namsikiliza mzee wa kanisa Steven alipokuwa akizungumza kuhusu magorofa na ofisi zitakazokuwepo katika eneo hili. Nikawa nasema haya mambo anasema yatawezekana kweli. Ila nilipofika pale kwa katibu mkuu, mzee wa kanisa Steven na kuunga mkono, na sisi hapa tutakuwa na magorofa hapa. Hosteli zitakuwepo hapa. Maana tulipofika tu akasema yeye ni Ndichaye, wewe ni mgeni wangu. Maana kama ni mgeni wake apewe sasa nafasi. Akasema hapana baba, nimekuja tu kukusalimia. Sasa ngoja wapeleke waende wakapumzike. Na mimi nikawa nafuata nyuma. Kumbe tunaenda juu gorofani. Gorofa ya kwanza, ya pili, huko juu
chumbani, unafika unapumzika, kuna sebule, chumba na choo, ni kulala na kila kitu hapo hapo. Yaani kuna hosteli ya kanisa vyumba zaidi ya 50. Baba askofu akasema, baba, nitapanga siku moja nije nikusalimie, wewe njoo, nitakuja na wazee wa kanisa hata 5, njoo nikupeleke nikuonyeshe vyumba, hiki ni chumba cha kulala, hiki ni chumba cha kulala, na wapishi watakuwa kule mwisho. Kwa hiyo mtakula, mtakunywa, mnaingia kanisani hapo chini. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu wa Mungu ni mnyenyekevu sana. Sikuwahi kuzani kama ningeweza kumkaribia nilivyokuwa namuona kwenye hii misafara, lakini nikamkaribia kwa ajili ya neema ya Baba Askofu Ndichaye. Na mimi nikapiga magoti, akanishika kichwani, akaniambia, wewe utakuwa Timotheo. Na mimi nikasema sawa. Kwa hiyo mimi ni Timotheo jamani. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, kwa kuwa mmeonyesha jambo ambalo ni la pekee kwenye moyo wangu, na mimi nimeona kabisa mwisho wa mwaka huu, Ndichaye, twende nikupeleke kwenye nyumba yangu. Na mimi nikasema naingia kwenye nyumba ya katibu mkuu, sibaki nje. Akipiga hatua mzee na mimi napiga hatua, akisimama akiniangalia, tunaenda au? Bwana, tukaingia kwenye ile gorofa. Ni nyumba kubwa mno ambayo wanaishi watu hawa. Watoto wake 4, wa kike 2, wa kiume 2. Wa kike walishaolewa, wa kiume wakaondoka. Kwa hiyo wako hawa. Jamani, ni pazuri. Ukiingia mle ndani, sema sijafika Ulaya tu, lakini nahisi ni kama New York pale. Huwezi kuhisi kama uko nje. Mandhari yale ni mazuri, yani ni mtu wa Mungu mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, kwa kweli mmenigusa moyo wangu, kuna zawadi nataka niwape. Akaenda kupanda kwenye gorofa. Nikasema, hiyo zawadi sijui itakuwa ya baba peke yake, mimi nitachukua hata baraka, maana ni Timotheo. Alivyorudi akasema, sasa kwa kuwa na wewe ni Timotheo, unajua mtu akichinja mnyama damu ikimrukia inaendaga na pembeni, kwa hiyo na wewe itakurukia. Nikasema, baba uishi milele. Kwa hiyo tumemuona Mungu kwenye safari hiyo. Mimi hapa ninapoenda kumaliza mwaka 2025, naona Mungu amenitendea mambo makubwa mno. Yaani amenifanyia mambo makubwa mno. Yaani hayo mengine yote hayo yote mengine yote yaliyopita, lakini hili moja tu la kuwekewa mikono na katibu mkuu akalia kwenye kichwa changu. Namshukuru Mungu sana. Jamani, Mungu awabariki. Tunashukuru tumerudi salama. Tunaamini Mungu yuko pamoja na sisi. Mungu awabariki sana. Umesikia? Mimi nisingeweza kusema ndoo zote hizo, lakini nashukuru Mungu tumekuwepo kwenye semina hiyo ambayo ilikuwa na wachungaji kutoka madhehebu mbalimbali kama takriban wachungaji 30. Kwa hiyo na mimi nilikuwa miongoni mwa hao wachungaji katika nchi yetu ya Tanzania, na tumepata hii. Usimsahau ni